ili tuweze kumpeleka hospitali, kwa sababu kwa jinsi ile ambavyo imeonekana pale Emmanuel Macron kulizungumzia swala hilo haraka. Jeshi la polisi nchini Tanzania limeanza uchunguzi wa taarifa Bakari Ubena. Tuangazie kutoka chumba cha habari kwake Bakari Ubena. Tuangazie yale tuliyokuandalia jioni hii. Jeshi la polisi nchini Tanzania limeanza uchunguzi wa taarifa za kutekwa aliyekuwa balozi wa Tanzania nchini Cuba Humphrey Polepole. Na huko Zanzibar viongozi watupiana lawama juu ya uwezekano wa kuharibika kwa hali ya usalama. Na serikali ya Rwanda imetoa lawama kali dhidi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kukataa kutia saini mkataba wa ushirikiano wa kibiashara. Kuna faida kwa ngambo ya Rwanda na kuna faida kwa ngambo ya DRC. Kongo ndiyo ingefaidika sana, kwa sababu Kongo hawana viwanda vilivyo sahihi kwa kutengeneza madini, ila Rwanda wangeandaa vizuri. Na mko haya na mengine mengi msikilizaji na mtazamaji, na kusihi salia nasi. Uchambuzi wa ripoti jioni hii unaanzia nchini Tanzania, ambapo jeshi la polisi limesema tayari limeanza uchunguzi wa taarifa za kutekwa kwa aliyekuwa balozi wa Tanzania nchini Cuba Humphrey Polepole, huku wanafamilia wakieleza kuwa bado hawajapata taarifa za mwanasiasa aliko, ambaye taarifa katika siku za karibuni amekuwa mkosoaji mkubwa wa serikali ya chama chake cha Mapinduzi CCM. Florence Majani ametuandalia taarifa ifuatayo kutoka jijini Dar es Salaam. Saa chache baada ya kusambaa kwa taarifa za kutekwa kwa mwanasiasa huyo aliyewahi kushikilia nafasi mbalimbali serikalini na kwenye chama tawala cha CCM, jeshi la polisi limesema tayari limeanza kufanya uchunguzi wa madai ya kutekwa au kupotea kwake. Jeshi hilo limesema awali walikuwa wakimtafuta Polepole ili aweze kuwasaidia kuhusiana na tuhuma mbalimbali ambazo amekuwa akizitoa, na limesisitiza kuwa wanafanyia uchunguzi taarifa za kutekwa kwake. Msemaji wa jeshi la polisi Tanzania, DCP David Misime, amesema jeshi la polisi limeona taarifa zinazosambazwa kwenye mitandao ya kijamii na ndugu zake kuwa ametekwa. Tayari tumeanza kufanya kazi taarifa husika ili kupata ukweli wake. Leo asubuhi taarifa za kutoweka kwa Polepole zilisambaa kupitia mitandao ya kijamii, huku zikionyesha nyumba inayodaiwa kuwa ni makazi ya Polepole ikiwa imeharibiwa na kuonekana kwa alama za damu sakafuni. Ili kupata undani wa kutoweka kwa Polepole, DW imezungumza na kaka wa Polepole, Godfrey Polepole, ambaye ameeleza kile ambacho familia inafanya baada ya kutoweka kwa ndugu yao. Bado hatujaweza kufanikiwa kumpata brother Humphrey. Tunajaribu kuweza kutoa ushirikiano na polisi. Tungefurahi zaidi kama tungefanikiwa kumpata ili tuweze kumpeleka hospitali, kwa sababu kwa jinsi ile ambavyo imeonekana pale nyumbani ni umwagikaji mkubwa sana wa damu. Kwa hiyo bila shaka lazima atakuwa ameumia kwa kiasi kikubwa. Godfrey ameiambia DW kuwa mara ya mwisho kuzungumza na kaka yake ilikuwa jana Jumapili saa 2 usiku, ambapo ameeleza kuwa Polepole alimsisitiza kuwa makini. Kwa mara ya mwisho nimezungumza na brother Humphrey jana majira ya saa 2 za usiku. Tulibadilishana mawazo, alinishauri vitu kadhaa na pia alinisisitiza kuwa makini zaidi. Kama familia tumekuwa katika kipindi kigumu na kufuatiliwa kwa namna ile ambayo si njema. Polepole aliyewahi kuwa katibu mwenezi na itikadi wa CCM na ambaye katika siku za karibuni amekuwa mkosoaji mkubwa wa serikali, akinyoshia kidole mfumo, utawala na mwenendo wa chama tawala cha CCM, amewahi pia kuwa mbunge na balozi wa Tanzania nchini Malawi, na hivi karibuni kabla ya kujiuzulu alikuwa ndiye balozi wa Tanzania nchini Cuba, ambaye aliwakilisha nchi yake pia katika visiwa vya Karibiani, nchi za Amerika ya Kati, Colombia na Guyana. Florence Majani, DW, Dar es Salaam.
Zikiwa zimesalia wiki tatu kabla ya uchaguzi mkuu visiwani Zanzibar, mgombea wa urais anayetetea kiti chake Hussein Ali Mwinyi wa Chama cha Mapinduzi CCM na mpinzani wake mkuu ambaye pia ni makamu wake wa kwanza Othman Masoud Othman wa chama cha ACT Wazalendo wanatupiana lawama juu ya uwezekano wa kuharibika kwa hali ya usalama katika visiwa hivyo ambavyo vimezoea kushuhudia matukio ya mauaji na uvunjwaji mkubwa wa haki za binadamu kwenye historia ya miongo mitatu ya chaguzi za vyama vingi. Mwenzangu Salma Said anaangalia utupianaji huu lawama na kile ambacho wananchi wanakililia wakati huu wakikaribia kwenye uchaguzi wa Oktoba 29. Akiwa kisiwani Pemba hapo jana Jumapili, Rais Mwinyi anayewania muhula wake wa pili madarakani aliwaambia viongozi wa dini kwenye kisiwa hicho ambacho ni ngome kuu ya hasimu wake Othman Masoud kwamba amejitahidi kwenye kipindi cha mwanzo cha utawala wake kujenga amani na kuondosha ubaguzi, lakini anasikitishwa sana na wapinzani wake ambao wanasahau kazi kubwa aliyoifanya na wanamtuhumu kuirejesha nchi nyuma. Serikali ya Chama cha Mapinduzi inazungumzia umoja, ndio maana leo hatubaguani. Hapa Pemba kulikuwa kuna wakati hapa misikiti tulikuwa hatusali. Msikiti bana wa CCM, msikiti wa CUF, hapa tulikuwa hatuzikani. Watu walikuwa wanapeana talaka kipindi hichi cha uchaguzi. Kauli hiyo ya Rais Mwinyi imetanguliwa na onyo alilolitoa mgombea mkuu wa upinzani Othman Masoud naye akiwa kisiwani Pemba siku ya Jumamosi, ambapo alimtumia ujumbe wa wazi Rais Samia Suluhu Hassan akiwa rais na amiri jeshi mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, akimtaka azuie kile alichosema ni uwezekano wa matukio ya mwaka 2020 kurejewa. Mimi ninachomuomba Rais Samia, namuomba hapa na yasema hapa Gando, kwa nini walioyafanya 2020 wakawapa watu ushindi wa wizi baada ya kuua watu, kujeruhi watu, hawa waliopewa ushindi wa wizi umewatamkia, wameanza kuamini na wao wenyewe kama eti walishinda 2020. Leo wanafanya njama waingie madarakani wapate viti walivyopewa 2020 kwa namna yote. Katika uchaguzi wa mwaka 2020 zaidi ya watu 20 waliuawa na wengine mamia kujeruhiwa katika maeneo mbalimbali ya visiwa vya Zanzibar, lakini wengi wao ni kisiwa cha Pemba kwa mujibu wa ripoti za mashirika mbalimbali ya haki za binadamu. Lakini je, wananchi wenyewe wanasemaje? La kwanza ni suala la amani, ya kwamba amani ndiyo nguzo ya kila kitu. Hata majumbani mwetu kama hakuna amani hatuwezi kuzaa. Matumaini yangu uchaguzi wa mara hii utakuwa wa huru na wa haki, kwani chaguzi zilizopita zilikuwa haziko huru wala ilikuwa si chaguzi za haki, kwa sababu zilituachia vilema, zilituachia mauaji, zilituachia watu kunyanyaswa, zilituachia watu kufanyiwa vitendo visivyokubalika katika jamii. Uongozi ni dhima, na kwa maana hiyo yule anaitwa kiongozi ndiye anaibeba dhima hiyo, na yeye ndiye ambaye ataulizwa mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala namna gani alivyowaongoza waliokuwa chini yake. Hofu yangu katika uchaguzi huu, matokeo kubadilishwa tu na tume au askari vikosi huwa wanapita mitaani kupiga wananchi ambao wanategemea kuwa ni wapiga kura, lakini wanawatia hofu ambazo si za sahihi, ambazo zinatumiwa pamoja na watu wa serikali, yani watu wa dola. Salma Said, DW, Zanzibar. Na sasa tugeukie Mashariki ya Kati. Watu 7 wameripotiwa kuuawa katika shambulizi la Israel ukanda wa Gaza hii leo, huko majadiliano yakiendelea Misri ya namna ya kutekeleza mpango wa amani wa Trump wa usitishaji vita katika ukanda huo. Amina Abubakar na taarifa kamili. Shirika la habari la Palestina Wafa limesema watu 2 wameuawa karibu na taasisi ya kugawa chakula inayoendeshwa na shirika la misaada linaloungwa mkono na Marekani na Israel la Gaza Humanitarian Foundation GHF. Wafa imesema wanajeshi wa Israel waliwamiminia risasi wa Palestina waliokuwa wanasubiri msaada huo wa kiutu. Hata hivyo, msemaji wa jeshi la Israel amesema jeshi lake halina taarifa hiyo, huku GHF ikisema hakuna tukio lolote lililoripotiwa na operesheni ya kugawa
kugawa chakula inaendelea vizuri. Taarifa kutoka pande zote mbili hazikuweza kuthibitishwa mara moja. Haya yanajiri wakati mazungumzo ya wajumbe wa Hamas na Israel yakiendelea nchini Misri ya kujadili mpango wa amani ya Gaza uliopendekezwa na Rais wa Marekani Donald Trump. Lengo la mpango huo ni kuachia mateka wote 48 walio hai na waliokufa wanaoshikiliwa na Hamas, ili nalo kundi hilo liwapokee wafungwa wa Kipalestina walioko vizuizini nchini Israel. Masuala mengine katika mpango huo kama kuwapokonya silaha kundi la Hamas na Israel kuondoa kikamilifu wanajeshi wake Gaza ni mambo ambayo bado yanaleta mvutano mkubwa. Hamas imesema haitoweka silaha zake chini hadi pale Israel itakapoondoa wanajeshi wake Gaza na kuitambua Palestina kama dola huru, huku Israel nayo ikisema hilo halitowezekana. Kwingineko, siku ya Ijumaa, Rais Donald Trump aliitolea mwito Israel kuacha kuishambulia Gaza haraka iwezekanavyo ili kutoa nafasi ya mateka kuachiwa na kupitishwa kwa salama. Israel imejibu ikisema itapunguza na sio kusitisha mashambulizi yake hadi pale makubaliano kamili yatakapofikiwa. Huku hayo yakiarifiwa, Iran imesema inaunga mkono juhudi zozote zitakazositisha mgogoro unaoendelea sasa Gaza. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Jamhuri hiyo ya Kiislamu, Ismail Baghai, amesema juhudi za kusitisha mauaji halaiki Gaza yanaungwa mkono. Tunakaribisha hatua yoyote wakati huu itakayopelekea kusitishwa kwa mauaji ya halaiki Gaza na kufanya hali kuwa tulivu ili kuwezesha misaada kufikishwa kwa watu wanaokandamizwa wa Palestina inayokaliwa kimabavu. Baghai bila ya kutoa ufafanuzi alisema Iran ina wasiwasi mkubwa wa mpango wa amani ya Gaza uliopendekezwa na Trump. Iran ni mshirika mkubwa wa wanamgambo wa Kipalestina wa Hamas. Wakati huo huo, kundi la uhamasishaji la Israel linalotetea kuachiwa kwa mateka wa Israel nchini Gaza limetaka Rais Trump apewe tuzo ya amani ya Nobel kwa juhudi zake za kuleta amani katika kanda ya Mashariki ya Kati. Katika barua iliyotumwa kwa kamati ya Nobel ya Norway, kundi hilo limesema Trump tayari amewezesha kile wengi walichosema hakiwezekani. Kundi hilo limesema Trump ameahidi kwamba hatofumba jicho hadi mateka wote watakapoachiwa Gaza, na hilo pekee linapaswa kumpitisha Trump kama mtu sahihi anayestahili kutunukiwa tuzo hiyo. Trump amekuwa akisema hadharani kwamba anastahili kupewa tuzo hiyo ya amani ya Nobel, japo wataalamu wanasema nafasi yake ni ndogo mno. DW tunavuma kwa kishindo. Tunaendelea kuvuma kwa kishindo. Asante sana kwa kujiunga nasi. Usisite basi kutuandikia maoni yako kupitia mitandao yetu ya kijamii, Facebook, Instagram na vile katika chaneli yetu ya YouTube. Usisahau kulike na kusubscribe. Turudi katika uchambuzi. Serikali ya Rwanda imetoa lawama kali dhidi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kukataa kutia saini mkataba wa ushirikiano wa kibiashara baina ya nchi hizo jirani. Rwanda inasema mkataba huo ulitakiwa kusainiwa mjini Washington, Marekani siku ya Ijumaa wiki iliyopita, lakini dakika za mwisho Kongo ilikataa kutia saini mkataba huo unaosimamiwa na utawala wa Rais wa Marekani Donald Trump. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanos Karemera anaripoti zaidi. Kupitia upatanishi huo wa serikali ya Rais Trump, nchi mbili zingenufaika kutokana na ushirikiano huu katika sekta ya madini. Mkataba huo ulihimiza miongoni mwa mambo mengine, baadhi ya madini kutoka mashariki mwa Kongo yangepelekwa Rwanda na kusafishwa katika viwanda vya Rwanda kabla ya kusafirishwa hadi masoko ya Ulaya na Marekani. Mchakato kuhusu azima hii uliendelea hadi siku ya Ijumaa wiki iliyopita, ambapo wajumbe wa Rwanda na Kongo walikutana mjini Washington kwa ajili ya shughuli hiyo. Hata hivyo, kulingana na serikali ya Rwanda, katika dakika za mwisho wajumbe wa Kongo walikataa kutia saini mkataba huo. Msemaji wa serikali ya Rwanda, Yolande Makoro, ametoa kauli ndefu kupitia ukurasa wake wa X au Twitter kwamba wameshangazwa na uamuzi huo wa mwisho wa Kongo kukataa mkataba huo. Tumeshindwa kufahamu hasa sababu ya Kongo kushindwa kusaini mkataba huu katika dakika za mwisho, hasa ikizingatiwa jinsi mazungumzo yalivyokuwa yamekwenda katika hali ya uelewano na mshikamano, alisema Yolande Makoro kupitia mtandao wake. Amesema kwamba Rwanda bado naamini kwamba kupitia upatanishi wa Marekani mkataba huu utasainiwa. Kwa upande wake, waziri wa mashauri ya kigeni wa Rwanda Olivier Nduhungirehe, ambaye alikuwepo mjini Washington siku ya Ijumaa, amemlaumu moja kwa moja rais wa Kongo Felix Tshisekedi, akisema aligeuka dakika za lala salama. Amesema, na hapa namnukuu, ukweli ni kwamba wajumbe wa Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa wiki nzima walifanya kazi nzuri na kufikia mkataba mzuri chini ya upatanishi wa Marekani, na asubuhi iliyofuata, yani siku ya kutia saini, Rais Felix Tshisekedi aliwaamuru watu wake kutosaini mkataba huo, mwisho wa kumnukuu. Waziri huyo amesema kwamba mkataba huo
ulikuwa ni wa kiuchumi na wa manufaa ya nchi mbili, na hakukuwa na chembe yoyote kuhusu masuala ya kiusalama ambayo yenyewe yanaendelea kujadiliwa kupitia kamati maalum kuyahusu. Lakini wachambuzi wa masuala ya siasa za maziwa makuu wanasema hasara ni kwa nchi zote mbili. Emmanuel Kwizera ni mwandishi mkongwe wa habari na mchambuzi mjini Kigali. Kuna faida kwa ngambo ya Rwanda na kuna faida kwa ngambo ya DRC. Sana kwa upande wangu, Kongo ndiyo ingefaidika sana, kwa sababu Kongo hawana viwanda vilivyo sahihi kwa kutengeneza madini, ila Rwanda wangeandaa vizuri. Ila uongozi wa Kongo wanashutumu Rwanda kuwa nyuma ya kikosi cha M23. Nafikiria wahusika pande zote mbili watalizungumzia na mpatanishi wao. Taarifa zimesema kwamba Kongo imeamua kufanya hivyo kama shinikizo la kile ambacho yenyewe inasema ni lazima Rwanda iondoe jeshi lake mashariki mwa nchi hiyo. Rwanda imeandaa kukanusha kuwa na kikosi kule, hali ambayo sasa inawafanya wengi kuamini kuwa huenda mikataba na mazungumzo baina ya pande hizi mbili visizae matunda licha ya shinikizo la Marekani. Silvanus Karemera, DW, Kigali. Tukamilishe safu ya uchambuzi. Majaji wa mahakama ya kimataifa ya jinai ICC wametoa uamuzi hii leo Jumatatu katika kesi iliyokuwa inamkabili kiongozi wa wanamgambo wa Janjaweed huko nchini Sudan, ambaye waendesha mashtaka walimtuhumu kuhusika na vurugu za kinyama katika mzozo mbaya wa Darfur wa zaidi ya miongo miwili iliyopita. Zainab Aziz anaripoti. Mahakama hiyo ya kimataifa ya uhalifu hii leo katika uamuzi wake imemtia hatiani mkuu huyo wa wanamgambo wa Kiarabu wa Janjaweed wa Sudan, aliyeogopwa sana wakati wake kwa uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya ubinadamu uliofanywa wakati wa mashambulizi ya kikatili huko Darfur. Ali Mohamed Ali Abdulrahman, anayejulikana pia kama Ali Kushaib, amepatikana na hatia ya uhalifu, mauaji, mateso, ubakaji, ukandamizaji na kuwashambulia raia yaliyotekelezwa kati ya mwezi Agosti mwaka 2003 na mwezi Aprili mwaka 2004. Ni mara ya kwanza kwa mahakama hiyo ya kimataifa ya uhalifu kumtia hatiani mshukiwa wa uhalifu uliotendeka katika jimbo la Darfur. Jopo la majaji watatu kwenye mahakama ya mjini The Hague waliamua kwamba ukatili huo ulikuwa sehemu ya mpango wa serikali ili kuuzima uasi katika eneo la magharibi mwa Sudan. Jaji kiongozi Joanna Kona alisoma hatia 27 katika makosa yaliyomkabili Ali Kushaib, na sasa anasubiri kupewa hukumu ya makosa hayo ambayo itatolewa baadaye. Kutokana na makosa yanayomkabili, anaweza kuhukumiwa kifungo cha maisha jela. Jaji Kona amesema Ali Mohamed Ali Abdulrahman, anayejulikana pia kama Ali Kushaib, alihimiza na kutoa maelekezo yaliyosababisha mauaji hayo, ubakaji na uharibifu mkubwa uliofanywa na kundi hilo la Janjaweed, na ameongeza kuwa hukumu hiyo imetolewa kwa kauli moja. Waendesha mashtaka wamesema Abdul Al-Rahman alikuwa kamanda mkuu wa wanamgambo wa Janjaweed wakati wa mzozo wa Darfur uliozuka pale waasi kutoka kabila la eneo la kati na kusini mwa jangwa la Sahara walipoanzisha uasi kutokana na malalamiko ya uonevu wa serikali ya Khartoum iliyotawaliwa na jamii ya Wasudan wa Arabu wakati wa utawala wa rais aliyeondolewa madarakani Omar al-Bashir, na ndipo serikali hiyo iliwajibu kwa mashambulio ya ardhini na ya angani pamoja na jamii hiyo kuvamiwa na wanamgambo wa Janjaweed. Operation hiyo ilijumuisha mauaji ya umati ambapo hadi watu 300,000 waliuawa na wengine 2.7 walifukuzwa kutoka kwenye makazi yao huko Darfur. Aliyekuwa rais wa Sudan Omar al-Bashir ameshtakiwa kwenye mahakama ya ICC kwa uhalifu na mauaji ya halaiki, lakini mpaka sasa hajakamatwa ili kupelekwa huko The Hague kukabiliana na sheria. Muda umewadia kuyasikia yale yanayovuma katika mitandao ya kijamii. Tayari Tatu Karema amejaa tele. Vipi, wanasemaje sasa hivi jioni? Poa sana, mambo Tanzania yanazidi kuwa mengi. Unajua tumeanza countdown sio? Sasa wakili Peter Kibatala kwa niaba ya mawakili wa Humphrey Polepole ambaye amehudumia Tanzania katika nyadhifa mbalimbali za utumishi wa umma, ya mwisho ikiwa ni balozi nchini Cuba, wamezitaka mamlaka za usalama na raia na mali zao nchini Tanzania kutumia mbinu na rasilimali zote za umma kuhakikisha kwamba inatoa taarifa kwa umma wa Tanzania na dunia kwa ujumla kuhusu hali ya usalama
usalama na maslahi ya kisheria ya Humphrey Polepole. Kukumbushia tu Saumu ni kwamba katika miezi ya hivi karibuni huyu bwana Polepole amekuwa akiitikisha mitandao ya kijamii kwa kuelezea mambo mengi anayodai kufanywa na serikali ambayo yanaonekana kuikera serikali ya Tanzania, na ndio sababu hasa ambapo polisi wanamtaka aende kuandikisha taarifa kuhusiana na madai yake. Maoni ni mengi kuhusiana na swala hili linalomhusu Polepole. Wanasemaje? Richie Design anasema jamani, huu si mchezo sasa unaoendelea wa paka na panya. Richard Mwakalasi anasema yani mtu katekwa alafu mnamsubiri aripoti, ni madai yake haya Richard, hatujathibitisha. Gaitani Mhina anasema kuna muda ni bora kukaa kimya kuliko kujibu mambo yatakayoshusha heshima na